Wakati huu hapa nina taarifa kutokea pale Arusha ikihusisha Chadema. Kuna jambo ambalo Chadema, yani chama cha demokrasia na maendeleo, kuna jambo ambalo limeweza kutokea pale Arusha. Sasa ili uweze kufahamu na kujua kitu gani ambacho kimetokea pale Arusha kuhusiana na Chadema, kuwa nami mwanzo mpaka mwisho. Lakini kama hujasubscribe, chini ya video hii hapo kuna neno limeandikwa subscribe, libonyeza, alafu utakuwa ni moja kati ya watu ambao mtakokuwa mkipokea taarifa kila wakati ambao tutapokuwa tunapandisha. Iko hivi: jeshi la polisi mkoa wa Arusha limetangaza kumkamata bwana Fredrick Mbwambo, mwanachama wa demokrasia na mkazi wa Arusha, kwa tuhuma za wizi wa fedha ambazo alikuwa amezikusanya kutoka kwa wananchi waliokuwa wamechanga kwa ajili ya mwenyekiti wa chama hiko Tundu Lissu kupitia kampeni ya Funga Mwaka na Tundu Lissu. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi ACP Justin Masejo, leo Jumatano Januari 28, 2026 jijini Arusha mbele ya wanahabari amesema ukamataji wa mtuhumiwa huyo umefanyika baada ya polisi kupokea malalamiko kutoka kwa bwana Alute Mugwai aliyeeleza kubaini wizi wa fedha zilizokuwa zimechangwa. Ufafanuzi wa awali umeonyesha kuwa ukusanyaji wa fedha hizo ulikuwa ukifanyika kupitia namba 2 za simu, makampuni tofauti ya simu, na inadaiwa zilihamishwa kwenye namba 2 za simu, moja ikiwa ni ya kampuni ya Tanzania na ya pili ikiwa ni ya kampuni ya nchi jirani, amesema Kamanda Msejo. Aidha, polisi ya Arusha imesema kutokana na malalamiko hayo, jalada linafunguliwa kwa mujibu wa taratibu na uchunguzi wa kuanza rasmi kusambaza na jinsi gani ambavyo itakavyoendelea. Aidha, polisi ya Arusha imesema kutokana na malalamiko hayo, jalada limefunguliwa kwa mujibu wa taratibu na uchunguzi kuanzia sambamba na ukamataji huo na jitihada za kuwatafuta watuhumiwa wengine waliotuhumiwa kuhusika katika wizi huo, pamoja na vielelezo vilivyoeleza kuendelea kutokea kwa jambo hilo ambalo limeweza kutokea, hili hatua nyingine za kisheria ziweze kufuata. Hiyo ndio taarifa ambayo nimekusogezea kwa hivi sasa kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo. Kumbe ile kampeni ya Funga Mwaka na Tundu Lissu ambazo fedha hizo zilikuwa zikichangwa kwa ajili ya maendeleo ya mwenyekiti wa chama hiko kwa ajili ya kuweza kupata kumbukumbu. Kumbe kuna baadhi ya watu wameingiza janja humo kuweza kutakatisha fedha hizo ambazo zilipaswa ziende zikatumike kwa ajili ya mwenyekiti huyo Tundu Antipas Lissu, ambaye kwa hivi sasa bado yuko gerezani na yuko huko akiendelea kusubiria kusikilizwa kwa kesi yake au mwendelezo wa kesi yake kusikilizwa, kesi ambayo ya uhaini. Unaona bwana, nimeona nikukumbusha hapo, huenda ukawa unashindwa kuelewa kwamba Funga Mwaka na Tundu Lissu mbona yuko gerezani au bado au tayari amekwisha kutoka. Kwa hiyo ufafanuzi ni kwamba wanaharakati hawa wanaendeleza kufanya yale ambayo yanayostahili, hata kama mwenyekiti wao wa Chadema yuko huko anaendelea kusubiria kusikilizwa kwa kesi na baadaye iweze kupatikana muafaka. Unaona bwana. Kwa hiyo taarifa hii imekuwa ni taarifa mpya kwako na ni taarifa ambayo huenda itakushangaza kuhusiana na hiki ambacho umeweza kukisikia baina ya hili tukio na watu waliohusika katika hili tukio. Bwana, mimi nikushukuru sana kwa kuweza kunipatia muda wako kuweza kunisikiliza, lakini pia kuweza kutazama video hii, na hiyo ambayo unamuona hapo kanyosha mkono ni Tundu Antipas Lissu, ndio mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema. Mimi wakati huu nikutakia wakati mwema hadi wakati mwingine. Bye bye.